Nilivyokuahidi ndio hivyo, kipenga kimepulizwa katika awamu hii ya ukumbi wa siasa. Jina langu Elizabeth Mutuku, kwenye meza ya lugha ishara yupo Roda Nyamai. Unawasiliana nasi kwa 22047, mitandao ya kijamii @TV47 Kenya pale Facebook na ukurasa wetu wa X. Na Rais William Ruto ameanza rasmi ziara yake ya siku 5 katika eneo la Mlima Kenya, ikiwa ni ziara ya kwanza baada ya kufanya muungano na kinara wa ODM Raila Odinga katika serikali ya muungano maarufu broad based. Ziara hii maana yake ni gani kwa serikali ya muungano? Hii leo tunajumuika na yeye moja kwa moja kwa mwaka huu. Mara ya kwanza studioni ni seneta wa Vihiga Godfrey Ototi, na pia ni naibu kinara wa chama cha ODM. Na karibu sana studioni. Asante sana. Imekuwa muda kunikaribisha katika kipindi hiki. Imekuwa muda tangu niwe kwa hii station yako. Ninaona maendeleo hata bado na haturingi. Karibu sana studioni. Asante. Ninajua ni serikali ya muungano, na serikali ambayo Raila Odinga siku moja anasema tupo hapa tunashirikiana, na siku nyingine anasema no, you know I am not in government. Mpo bado ndani, ama muungano huu wenu ni upi? Wacha kwanza nikukosee kidogo. Wewe umesema serikali ya muungano. Hakuna serikali ya muungano. Serikali ya muungano ni wakati vyama kadhaa ama vyama viwili vinakuja pamoja na vinaandika ile coalition agreement ya kusema kwamba sasa watashirikiana kwa upande wa kuongoza nchi, kuongoza serikali, na watagawana mamlaka kwa njia fulani. Ile kitu ambayo chama chetu cha ODM na UDA walikubaliana ilikuwa ni makubaliano, yani MOU ya kushirikiana kwa mambo 10. Nadhani wakati huo nilikuona pale KICC, na mambo 10 hayo ambayo tulikubaliana ni mambo yale ambao wakati tulijitokeza tukaenda kwa maandamano, wakati ile maandamano ya Azimio, na pia vijana wetu ambao wanaitwa Gen Z walipoenda maandamano, tuna masuala fulani ambayo walikuwa wanataka itekelezwe. Mambo hayo tumeiweka kwa viwango 10 ambao tumeiweka katika ile MOU. Kwa mfano tuna mambo ya cost of living, tuna mambo ya kupigana na ufisadi, tuna mambo kama kutoa fidia kwa wale ambao waliadhiriwa, pengine wakaumizwa ama wakafa kwa ile maandamano. Na jambo lingine pia tukasema mambo ya abduction iishe, na vile vile tukasema mambo ya devolution, kwamba tuendeleze kuongeza nguvu kwa devolution. Na mwaka huu tunatarajia kwamba ile pesa ambayo itaenda kwa akaunti itakuwa shilingi bilioni 450. Kwa hivyo tulikuwa na masuala kadhaa ambayo tulikubaliana tutashirikiana. Na hii unasema, ngoja kwanza nimalize. Na hii ushirikiano sio kitu ya ajabu. Vyama vingi dunia mzima vinashirikiana. Kwa mfano hata chama cha ODM kinashirikiana na chama cha ANC kule Afrika Kusini. Tuko na maelewano MOU. Tuko na maelewano na vyama vya kule Uingereza kwa mambo ya social democracy. Kwa hivyo si jambo ngeni kwa chama cha ODM, lakini hapo mahali ulisema kwamba tuna mkataba. Hatuna mkataba kulingana na sheria ya political parties ambayo inasema vyama vinaweza ungana. Bado hatujafika hapo. Wakati unasema pengine huko mbeleni tutakuwa, lakini kwa sasa ile makubaliano ambayo iko ni mambo ya kukubaliana kwa masuala 10. Hayo masuala 10 tunayajua na nilikuwepo kama ulivyosema mkiyapiga saini. Ila wakati ambapo unasema ni muungano na ushirikiano, ni wakati ambapo pia nyinyi mmepata baadhi ya nafasi katika uongozi wa serikali hii,
Na unasema mna mkataba na serikali ya Afrika Kusini. Mna experts wenu wanaongoza Afrika Kusini? Unajua kila mkataba yuko na masuala yake. Kwa mfano mkataba ambao tuko na vyama vingine ya nchi tunashirikiana kwa mambo ya pengine mambo ya exchange program, kubadilishana mawazo, mambo ya training, mambo ya ushirikiano wa kimataifa, mfano kama huu. Lakini huu ushirikiano ambao tuko nayo tulionelea kwamba yale maswala ambayo chama cha ODM kilikuwa mstari wa mbele kuisukuma wakati wa maandamano, tulisema kwamba sasa hatuandamani tena, turudi tuongee na wenzetu, tukubaliane hii maswala ndio tunataka. Na hizo issues 10 sio issues za kibinafsi, hizo ni issues ambazo zinahusu kila Mkenya. Kwa mfano kama tutasukuma serikali iweze kurudisha gharama ya maisha chini, hiyo kila Mkenya atanufaika. Kama tutasukuma serikali iweze kuweka mikakati mzuri ya kupigana na ufisadi, hiyo kila Mkenya atanufaika. Kwa hivyo chama cha ODM kimefanya jambo ambalo chama chochote hapa Kenya kijaifanya, kwamba badala ya kila wakati tupigane tukienda kwa maandamano ama tukipigane kwa vita ya mdomo, tukubaliane kwamba masuala fulani tunataka tuandikishane na wale ambao wako kwa mamlaka waweze kutekeleza. Na jambo hilo ambalo umeniuliza kwamba imekuwaje wenzenyu wako kuna power sharing kwa wale ambao walitoka kwa ODM pamoja na bunge, manake umewaona wandani wa Rigathi Gachagua wakilia kwamba kamati ambazo walishikilia zilikwenda kwa ODM na ni bayana ni ukweli. Wacha kwanza nikwambie, tunajaribu kurekebisha kosa ambalo lilifanyika. Kwanza umeona koti ilisema kwamba chama cha Azimio ndio chama kikubwa ndani ya bunge. Ilisema hivyo ama ikusema hivyo? Ilisema vile, ni swala ambalo bado lipo. Alafu jambo la pili, inafaa uelewe, na wewe umefanya kazi kwa karibu sana na bunge. Wewe kama parliamentary reporter, unajua kwamba katika standing order za National Assembly hata Senate inasema wazi kwamba kamati zitakuweko, wale walio wengi watakuwa wengi ndani ya kamati, wale walikuwa wako wachache watakuwa wachache, lakini kuchagua ni nani atakuwa mwenyekiti ni kura ambayo inapigwa. Hapo mbeleni ilikuwa kwamba watu wanaenda kule Ikulu, majina inasomwa, inasema fulani ndiye atakuwa mwenyekiti, fulani ndiye atakuwa naibu wa mwenyekiti. Saa hizi chama cha ODM tumesukuma, tukasema kwamba sisi tuko tayari kwenda kwa uchaguzi. Na wenzetu wakaenda kuchaguzi, wakachaguliwa kuwa wenyekiti wa makamati kule bungeni. Unaweza kusema raundi hii chaguzi zilifanyika pasi mikono ya wale vinara wa vyama, manake this happened immediately after broad based. Ndio, sawa, lakini angalia mabadiliko. Kwamba kitambo watu walikuwa wanaenda pale State House, majina inasomwa, na wakirudi sasa pale bungeni, hayo majina hao ndio watakuwa wenyekiti ama naibu wenyekiti. Lakini saa hizi ndio nafasi ilipatikana, lakini iliweza kuenda kupitia ile utaratibu wa standing orders. Kwamba wale ambao walitaka kuwa wenyekiti wakuenda kuchaguliwa mahali pengine kwa mkutano ya ODM ama mkutano ya State House, walienda ndani ya kamati na wakaweza kuchaguliwa kama wenyekiti. Kwa mfano, yule mwenyekiti wa kamati ya bajeti katika bunge kuu, Mheshimiwa Samia Tandi, hakupewa bure, walienda pale wakachagua na akachaguliwa kuwa yalikuwa makubaliano kutoka kwa ODM na ndio, hata kama ilikuwa makubaliano ilienda kupitia utaratibu wa standing. So iweje bado mnasema kwamba mpo hapa nje kwa Azimio na hapa ndani mpo ndani na serikali na mmepewa nafasi? Na kuambia uelewe kwamba ningependa kuelewa ule utaratibu ya standing orders inaruhusu mbunge yoyote, awe mbunge wa upinzani, awe mbunge wa serikali,
kuchaguliwa katika kamati yote kuwa mwenyekiti ama naibu wa mwenyekiti. Hiyo utaratibu imekuwa hata kwa nchi zingine iko hivyo. Hiyo ni doctrine ya bunge. Lakini hiyo utaratibu kidogo hapo mbeleni haikuwa inafuatwa, kwamba mawenyekiti ama naibu wa wenyekiti walikuwa wanachaguliwa mahali pengine, alafu wanaletwa tu bunge, wanasema hao ni wenyekiti. Lakini utaratibu imefuatwa. Na hiyo nilikuambia jambo hilo. Mimi napongeza chama cha ODM kwa sababu tumerudisha hadhi ya bunge. Namba 2, kwamba wewe unajua kwamba chama cha ODM kipitia Azimio, ambayo ndani ya Azimio chama cha ODM ndio kubwa, kwamba koti ilisema kwamba Azimio ndio chama kikubwa katika bunge, na chama kikubwa ambacho kiko na idadi wengi ya wabunge inafaa ikuwe chama ambayo inaongoza bunge. Kwa hivyo hakuna ubaya hapo. Jambo kubwa ambalo lilikula bunge la 12 na 11 ni bunge la 12 ni ule ushirikiano uliofahamika kama handshake, na ambao wengi wanasema hakukuwepo na ile oversight ambayo ilikuwa inahitajika. Tofauti na broad based itakuwa gani wakati huu? Mimi sidhani kama mambo ya oversight itazuiliwa na ushirikiano wowote. Kwa sababu gani? Mbunge yoyote ambaye anachaguliwa, uwe mbunge wa upande wa chama cha serikali ama ukuwe mbunge wa chama cha upinzani, jukumu lako ni mara 3. Mara ya kwanza oversight, mara ya pili legislation, kuunda sheria, mara ya 3 representation, uwakilishaji. Hiyo ni majukumu ya mbunge wowote, awe mbunge wa chama cha upinzani, awe mbunge wa chama cha serikali. Kwa hivyo wakati watu wanasema kwamba sasa oversight haitafanyika, hiyo inamaanisha nini? Hii inamaanisha nini? Haiko kwa sheria. Sheria inasema hiyo, basi wabunge wale ndio wajui kazi yao. Ningependa wale wabunge ndio wajui kazi yao, kwa sababu kila mbunge ana jukumu ya kufanya majukumu 3 ambayo iko ndani ya katiba. Waulize maswali, waangalie utumizi wa pesa ndani ya serikali, waangalie makosa yoyote ambayo inafanyika kwa serikali. Hiyo ni jukumu ya kila mbunge. Regardless of the political party ambayo imekupeleka kule bunge, uko na hiyo jukumu. Kwa hivyo hii mambo ya kusema kwa sababu chama fulani na ingine inashirikiana sasa oversight inaisha, hiyo ni porojo. Kwa sababu kila mbunge ana nafasi ya kufanya oversight. Wewe unajua, kwa mfano mimi ni mwenyekiti kule Seneti, mwenyekiti wa CPIC. Mwenyekiti wa CPIC. Maswali ni yale bado nauliza. Ujukumu yangu ya oversight bado nafanya. Umesema bila kujali kwamba niko upande wa serikali ama upande wa upinzani. Hiyo ni jukumu langu, nilichaguliwa na watu wangu wa Vihiga kuweza kufanya kazi kulingana na vile katiba inasema. Wengi wana maswali kuhusiana na zile wizara ambazo zinawiana na kamati ambazo mnaongoza. Kutakuwepo na oversight ambayo inahitajika. Kwa mfano, ukitoka pale bajeti unashuka chini unapatana na Sama Tandi, na hapo juu uko naye Mbadi ambaye alitoka ndani ya chama cha ODM akaresign kama mwenyekiti. Unaweza kusema kutakuwa na oversight katika hilo? Wacha nikwambie, wewe ulikuwa katika Senate. Unajua uzuri ni kwamba unaniuliza ni kama mimi ni mbunge. Unakuuliza kwa sababu wewe unakuanga huko unaona hii maneno. Na lazima tuseme ukweli. Uliona wakati moja yule waziri wa fedha Mheshimiwa John Mbadi alikuja pale Seneti, na wale viongozi ambao walikuwa namuuliza maswali kalikali walikuwa ni viongozi wa chama cha ODM, Mheshimiwa Edwin Sifuna, Mheshimiwa Olekina na wengine, maswali kalikali. Unasema na hao ni wabunge wa chama cha ODM, na hawakujali kwamba huyu ni mwenzetu. Sisi tunasema hivi, chama cha ODM kiko na utaratibu kamili, kwamba wale wenzetu ambao walijiunga na serikali waliweza kuachilia viti yao na wakaweza
kwenda ndani ya serikali bila kuwa na hiyo vitu. Ila mara kwa mara tunaona wakipiga picha na Raila Odinga kule Capitol. Ndio, wacha nikwambie. Mheshimiwa Oparanya aliwacha kiti yake ya deputy party leader. Mheshimiwa Joho aliwacha kiti yake. Mheshimiwa Mbadi aliwacha kiti yake mwenyekiti wa chama cha ODM. Mheshimiwa Opiyo Wandayi aliwacha kiti yake ya political affairs secretary. Wote waliwacha na wakaingia ndani ya serikali kama hao. Lakini bado ni members wetu. Wengi katika kuna masuala ambayo tutaelewana na hao kama members wetu. Lakini wakati inafika wakati wa uwajibikaji, kwa mfano wanakuja bunge, lazima watajibu maswali ambayo inaulizwa na wabunge wa chama cha ODM. Unajua time is the best thing, manake tutakuwa tukiona hivi karibuni, manake najua ni siku tu, ni miezi kadhaa, lakini wengi wanasikika leo kama wale wengine ndani ya ODM wanasema tupo ndani. Nakumbuka hata Joho wakati mmoja akiwa kule Lamu akimkaribisha rais alisema nitoke huko ndani niende wapi. Na miongoni mwa wengine pia wanasema leo tupo ndani, ilhali kuna wengine kama wewe akina Sifuna wenye wanasema tutapiga serikali hii kurunzi ambayo inahitajika. Na wengi wanashangaa mko wapi exactly? Wewe umesikia mnenaji mkubwa wa chama ni nani? Si ni mwenye party leader wetu Mheshimiwa Raila Odinga. Amesema nini? Actually shikilia hapo Manu nipe hiyo bite ya Raila Odinga. Yeye amesema shikilia tu tucheze hiyo sauti ndio tumjibu. So we've just done a review of this, and as you know, it's ongoing discussions between the government of China and the government of Kenya, but I'm not part of the government. Therefore, I'm only concerned about mutual relationship between our two countries. Ndio huyo Raila Odinga anasema we have no relationship between ourselves and this government. Ila ukisikia toni ya wale wengine ni tofauti. Ndio, lakini sasa nani utaamini? Ndio wewe unaambie kama naibu kinara. Kati ya Raila Odinga na hao wanachama ni nani utaamini? Utaamini Raila Odinga kwa sababu yeye ndio msemaji mkuu wa chama cha ODM. Mheshimiwa Sifuna ni msemaji tena wa chama cha ODM kama secretary general. Yale ambayo wanaongea, hiyo ndio msimamo wa kamili wa chama cha ODM. Hiyo ingine umesema ni excitement. Hiyo ingine ni kila mwanachama ako na uhuru ya kusema chochote ambaye anataka. Lakini msimamo wa chama unasemwa kupitia kwa wanenaji wa chama cha ODM. Raila Odinga kwa mara ameonekana kama co-president katika serikali hii. Manake kile anasema ninataka hiki anapewa bila kupinga. Ni nini kilichangia hili? Na ni nini hiyo sijui na ningependa kusikia, manake mengi ambayo si unajua si rahisi kwa kamati ambazo zimekuwa zikishikiliwa na wana serikali kuzipata katika na pia nafasi ambazo wamepewa katika uongozi wa cabinet secretaries as the deputy party leader. Unajua wewe ndio hiyo kwa sijui kwa nini unatoa wapi, kwa sababu hata wanachama wa ODM hata hao ni wa Kenya, wanalipa ushuru. Wana kila sababu ya kufanya kazi ndani ya serikali, wanalipa ushuru kama wale wengine. Sasa kwa nini ikuwe ni shida mwanachama wa ODM akichaguliwa kuwa waziri ama akichaguliwa kuwa katibu wa wizara? Iko shida gani? Yeye analipa ushuru kama Mkenya mwingine, ama yeye ni Mkenya kama Mkenya mwingine. Kwa hivyo sioni ubaya hapo hata kidogo. Kesho mimi nikichaguliwa kama waziri, utakimbia na nikubali kuwa waziri, nitaenda huko kuwa waziri kwa sababu mimi ni Mkenya na mimi pia nalipa ushuru kama wale wengine ambao ni mawaziri. Kwa hivyo msimamo wangu wa chama isikue ni njia moja kunizuia. In fact, hiyo kuongea vile unaongea hivyo, ninakuuliza manake ni kitu ambacho kimekuepo kuongea vile unaongea hivyo, it is against article 10. Nitaendelea kukuuliza manake umeona watu wengi wakiibua maswali, na wakiaibua nina nafasi ya kukuita hapa studioni kukuuliza jinsi ambavyo nakuuliza. Ndio nakwambia hiyo ni discrimination. Hiyo ni discrimination. Na kusema kwamba kama wewe msimamo wako ni chama cha upinzani,
Ustahili kuwa ndani. In short unasema miaka hiyo yote mmekuwa discriminated. Ukienda nchi zingine za Ulaya, hata kule Marekani, umeona hata Trump amechagua wale watu ambao walikuwa wa Democrat kwa serikali yake. Kwa sababu pengine ameona tuna uwezo fulani ambao wako nao, wanaweza fanya kazi fulani. Kwa hivyo isikuwe ni shida. Tunataka Kenya mpya ambayo serikali haijali chama ambayo mtu ako ndani. Mwelekeo wa utenda kazi ndio number 1. Unajua uzuri ni kwamba Mheshimiwa Osoti, Yes. Ninashukuru Mungu na ninamuomba tuwe uhai, manake nitakuita tena hapa studioni mambo yatakavyokuwa yakikwenda. Pia kuna swala la hiyo jana Rais William Ruto ameanza ziara yake huku Mlima Kenya. Na wakati ambapo anaianza, imeanza wakati kuna lalama kubwa kuhusiana na nafasi ambazo wandani wa Gachagua wanasema walifukuzwa. Nitasema jinsi wanaisema na wana ODM ndio wakachukua nafasi zao pamoja na jana. Lakini kuna swali ambalo pia Rais William Ruto, jambo ambalo alifafanua hiyo jana, na ningependa kucheza hiyo sauti kisha niulize swali langu. Manu, sauti yake Rais William Ruto kuhusiana na shilingi bilioni 10 ambazo anadai. Wabunge wakaanza vita kwa sababu wameambiwa wasipopiga magoti, nasikia wataenda nyumbani. So ikafika mahali hapo sasa nikaelezana na huyu bwana, sasa my friend, please punguza vita na hawa watu wote. Sasa ikanifikia mimi. Mimi sasa, unajua mimi naweza kukufanya one term president. Usipofanya hii, usipofanya hii, usipofanya hii, nahitaji bilioni 10. Mwanzo kauli yako kuhusiana na mahojiano ya jana ya Rais William Ruto, manake najua lazima ulipata nafasi, na baadhi ya madai aliyoibua ni kwamba naibu wake aliyebanduliwa mamlakani Rigathi Gachagua wakati mmoja alitaka bilioni 10 ili amfanye rais kwa mara ya pili. Kwanza niseme mimi ni deputy party leader. Ninajua wewe ni wa ODM ila unaishi Kenya. Masuala ya UDA. Tafuta watu wa UDA. Uwaulize. Nitauliza, nina swali. Kwa sababu Mheshimiwa Rais na naibu wake wa kitambo wote wako ndani ya chama ya UDA. Na kama walikuwa na siasa yao tofauti yao ndani ya UDA, mimi sijui. Ninajua. I'm not the right the person reason to why ask the nilikuwa question. nauliza hilo swali, nilikuwa nauliza manake najua wandani wa Gachagua wamelia sana kwamba nyinyi wana ODM mliingia huko mkavuruga mkachukua nafasi zao. Tuliingia aje na walituwekea mitego? Si walituwekea mitego? Mkategua mitego mkaingia. Mitego ilienda wapi? Ndio nyinyi hao. Na tena nikwambie hii nchi ikulu ama serikali ni ya Wakenya wote. Si ya chama fulani ama ya watu fulani. Wakenya wote wana haki. Hata mitego ambayo iliweka State House, sijui kwa nini iliwekwa. Kwa sababu kila Mkenya ana haki ya kuweza kuaccess State House na serikali. Kwa hivyo hiyo ni story ya UDA, Mr. Ila mambo ya UDA, wewe tafuta mtu ya UDA. Na kuuliza manake unaweza kusema mliingia mkategua mitego na mkachukua hizo nafasi? Well, nimekuambia hapo mbeleni kwamba watu wa ODM wanalipa ushuru kama Wakenya wengine. Na wako na haki ya kuwa ndani ya serikali. Hata wakati ule wangechaguliwa kuingia ndani ya serikali. Kama Kenya ila mitego ilikuwa tight. Hata vile mitego ilikuwa wangechaguliwa wakaingia ndani. Kwa hivyo, na hii si mara ya kwanza jambo hili kufanyika. Wewe sijui ulikuwa wapi wakati wa Moi? Nilikuwa mdogo sana. Ulikuwa mdogo sana. Uende usome hiyo historia kidogo. Wakati wa Moi alichukua wakina Philip Leakey. Alikuwa anaitwa not Philip Leakey, Richard Leakey. Ambaye alikuwa mwenye kiti wa chama cha Savina, akamweka ndani ya serikali. Akachukua Naikuni, akamweka ndani ya serikali. Akachagua Dr. Shem Migoti, akamweka ndani ya serikali na wengine. Kwa sababu wakati huo alikuwa natafuta wale wataalamu ambao wanaweza saidia yeye kubadilisha vile serikali ilikuwa inaendeshwa. Hata wakati huu Mheshimiwa William Ruto ako na haki, akiona ana
ukitaka expert fulani na huyo expert awe ndani ya chama ya ODM, ako na haki kuchagua huyo expert aingie ndani ya serikali asaidiane. Is it about Hakuna ubaya. watu kukuwa experts ama watu ambao wanakuwa rewarded? Hapana, hakuna reward. Sasa mtu wa ODM Ndio nakuuliza tu wewe mwenyewe. Maanake Wakenya wengi wanajiuliza, waliopewa nafasi hizo walipewa kwa ajili ya kuwa wana ujuzi, achana na baadhi kidogo na hao wengine. Walipewa ni kwa ajili wana ujuzi ama walipewa ni kwa kuwa ilikuwa ku reward hawa watu? Sidhani kama ilikuwa ni rewarding peke yake. Sababu ukiangalia wale ambao wako wamepewa hiyo viti ni watu wako na ujuzi ya kutosha. Opiyo Wandayi Kwa mfano energy, Mheshimiwa Mbadi. Mbadi ni yule ambaye ni mhasibu mkubwa sana Kenya hii. Na Joe ako na nini ya mining. Yeah. Na Wanaoparanya pia ni mhasibu mkubwa Kenya hii. Mambo ya cooperative anaelewa sana. Na unajua pia Opiyo anaelewa pia energy. Yes. So hakuna ubaya kama tuna mtaalamu wowote ndani ya chama ya ODM ambaye anaelewa kazi fulani, upewa nafasi ndani ya serikali kufanya, kwa sababu ako na haki. Chama cha ODM, matarajio yake tukiwa tunaelekea katika uchaguzi ujao. Maanake kuna wale ambao wanahisi wakati huu kwamba anastahili kuungana na Raila Odinga na wenyewe ndani ya ODM. Unastahili kuungana na Rais William Ruto kusaidia hapa mbele katika uchaguzi ujao. Na pia kuna wale ambao wanahisi Raila Odinga ni wakati wake mwafaka. Pia tumemsikia Gachagua akisema kuja tukufanye president. Hiyo ni yake Gachagua, sijui kama anasema ukweli. Mnaweza mkafanya kazi na yeye. Lakini sisi watu wa ODM, sisi tunajua mahali tunaenda na mahali tunatoka. Na hapo mnaenda ndio tuko hapa kusikia. Wacha nikuelezee. Na sisi ODM kila wakati mipango yetu yote, our actions na kila kitu, our strategies inalenga mwananchi. Inalenga mwananchi wa Kenya, na tutaendelea kupigania wananchi wa Kenya. Tutabadilisha tactic hapa na pale, lakini end result itakuwa mwananchi wa Kenya apate manufaa. Kwa mfano, wacha nikuambie, sisi tumepigana kwa street, tunasema kwamba tunataka electoral reforms, tunataka mabadiliko ya uchaguzi na nini, tunataka IEBC, tunataka nini. Tukajaribu hiyo njia ya maandamano. Saa hizi kupitia njia ya ushirikiano na UDA, umeona sasa process ya kutafuta IEBC imeanza ama haijaanza? Si imeanza? Na hiyo itakuwa na manufaa kwa Wakenya. Na process ambayo Wakenya tumechelewa. Kwanza tumechelewa. Wananchi wetu ambao wako katika constituency ya Banisa, Magarini, wamekaa zaidi ya mwaka bila mbunge. Kwa hivyo hawapati CDF, hawapati maendeleo. Na tuna pia maeneo bunge ya kaunti MCS ambao walitoka hawajakuwa replace kwa sababu hakuna IEBC. Now, kupitia chama cha ODM. Ilikuwa Azimio wakati huo mkipigana? No, sasa Azimio wenzetu walibaki huko. Kwa hivyo unakubali mko ndani ya Azimio? No, tuko ndani ya Azimio bado. Azimio lakini bado wenzanu walibaki muungano halali, lakini wenzenu wakakataa kujiunga na yes, huko serikali. sisi sasa tumesukuma sasa IEBC ndio inakuja. Tunasukuma mabadiliko ya sheria ya uchaguzi ndio hiyo ambayo iko kwa NADCO report. Saa hizi Election Act amendments zimepitishwa. Wakati unalizungumzia tunaendelea mbele. Tunaendelea mbele, hata Political Parties Act imepitishwa. Sasa hiyo ni mabadiliko ambayo hii sio mabadiliko. Lakini kama tungesema sawa, wacha tuendelee kupigana, tungeenda uchaguzi ya 2027 pengine kama hatuna IEBC. Ninajua swala hiyo ingesaidia Mkenya, haingemsaidia. Haingesaidia. Swala la IEBC umelizungumzia na nikakumbuka kuna wale ambao kinara wa Wiper Kalonzo Musyoka aliandikia Raila Odinga na Rais William Ruto kuhusiana na swala la wale ambao watateuliwa, na wengi wanaibua maswali. Hata hilo wamezungumza kina Martha Karua na wengine kuhusiana na swala hilo, kwa kile wanasema huenda kukawa na puppets kutoka side ya Raila Odinga na side ya William Ruto na tusipate IEBC
ambayo ina ubora wake, ni kitu ambacho wameibua maswali ndani yake. Wewe unajua kwamba process ya kuchagua selection committee ilihusika, tuna utaratibu ya kuchagua members of select committee kutoka upande wa ya chama cha upinzani na chama cha serikali. Kwa upande wa Azimio tulikuwa na utaratibu. Yule ambaye anaitwa Koki Muli aliletwa na chama gani? Chama Wiper. Aliletwa na chama ya Wiper. Sasa kama hao wako na member wao hapo ndani ya selection committee, kwa nini wanaongea vile wanaongea? Na utaratibu ilifuatwa. Kwanza tuna Muli mwingine ambaye sijui jina lake la kwanza. Fabian Muli alienda kotini kupinga Koki Muli. Chama cha ODM ndio kiweza kusuluhisha hiyo shida. Kwa hivyo unasema masuala ambayo wanaibua sio halali. Masuala ambayo wanaibua ni masuala ambayo haiko. Kwa sababu ile kamati ya selection committee imepita through all the processes na wako represented pale na Koki Muli. Na Koki Muli, wewe unajua ni miongoni wa wale wa Kenya ambao wanaelewa sana mambo ya uchaguzi. Na sisi tuna hakika kwamba hii process itaendelea. Tuna imani kwamba ile commission ambayo itachaguliwa na hii selection committee itakuwa ni commission ambayo inajua kesi. Kwa dakika moja ninajua kazi ya election. Kwa hivyo tusilete dosari ndani ya hii maneno. Hii maneno ilikuwa imekwama. Chama cha ODM ndio kimeweza kupitia njia zake, kupitia tactics zake, imeweza kuhakikisha kwamba hii msisimuko wa kutafuta IBC unaendelea, na wakati inaenda kukamilika itakuwa vibaya sana Wakenya kusikia kwamba tena tumeleta mambo ingine ndani, tumeharibu, tuende kwa uchaguzi wa 2027 kama hatujakuwa tayari kwa sababu hatuna IBC. Ama IBC imekuja kwa muda ambayo hautakani ikuje. Ninajua kuna swala la uchaguzi wa mashinani wenu. Kwa dakika moja, ni kipi ambacho kinatarajiwa pale? Na awali tumeshuhudia vurugu, wakati huu itakuwa tofauti? Wacha nikuambie, ukiangalia vyama vyote vya Kenya, wewe niambie chama moja kando na ODM ambayo inafanyanga uchaguzi. Wewe niambie. UDA walijaribu na wale wengine. Walijaribu, alafu nini ilifanyika? Ndio. ODM. Umesema tusiongelee vyama vingine, wacha tuongelee ODM. ODM tangu ODM izinduliwe, baada ya kila miaka mitano tunafanya uchaguzi. Hata kama tunakuanga na matatizo, but we make an attempt. Wakati huu itakuwa tofauti, being the deputy party leader. Remember, usisahau, mwaka uliopita tulifanya uchaguzi wa mashinani wa polling station bila dosari yoyote. Sasa saizi uchaguzi ambao tunaenda ni wa ward na constituency. Tukimaliza kiwango hiyo, tunakuja ya county, alafu tunaenda uchaguzi ya kitaifa. Mwaka wa 2027 Raila Odinga atakuwa kwenye ballot? Hiyo ni swala ambalo inafaa uulize. Nitakuuliza as Raila the Odinga, deputy party leader. By now you should be having information. Yeye mwenyewe anajua na anaweza sema. Mnamsukuma? Ile kitu mimi naweza kuambia. Raila Odinga mwenyewe amesema akiwa pale Chavakali kwangu kwamba chama cha ODM kitaweka viongozi katika viwango vyote 6 ikiwemo kiti ya urais. Na ile sijui ni nani atakuwa presidential candidate wa ODM. Lakini ile kitu najua kwamba tutakuwa na candidate na kiongozi wetu ashasema. Umesikia msukumo? Sasa tungoje. Ninyi mmemsukuma zaidi. Ni vile tu hutaki kuniambia, lakini uzuri tutapatana tu hii town na itakuwa ukweli umedhirika. Asante sana kunipa nafasi. Asante sana. Tuzungumze nawe siku hii ya leo. Asante sana mpenzi mtazamaji. Kwa maswali yako mzuri. Kuamua kuwa nasi siku hii ya leo katika awamu hii ya Ukumbi wa Siasa. Naondoka kwa sasa, siku nyingine hapa ndani ya Ukumbi wa Siasa tutaangazia mengine mengi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Kwenye meza ya lugha ishara amekuwepo Roda Nyamai.